Bwana Yesu asifiwe. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 11 saa 12 asubuhi, muda wa kipindi chetu cha Utupe Riziki Yetu ya kila siku, na mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka Radio Eternal Ministries. Utakumbuka jana tulimalizia kukuonyesha mambo ya msingi ambayo unahitaji kujua kutokana na roho ya imani ili iweze kukufanikisha kufungua au kutumia ufunuo kufanikiwa kiuchumi. Na nikwambia mambo kadhaa kwa habari ya roho ya imani, lakini kubwa ni kusisitiza kwamba mara 4 imeandikwa katika maandiko ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo ni msingi mkubwa ambao umebeba ufunguo wa ufunuo. Na leo nataka nikupe mifano kadhaa ya uhusiano wa ufunuo na kukupatia utoshelevu wa kiuchumi. Uhusiano wa ufunuo na namna unavyokupatia au unavyoweza kukupatia utoshelevu wa kiuchumi. Nikupe mifano kadhaa. Kwa siku kadhaa mbele tutaangalia mifano kadha. Lakini nataka nianze na mfano mmoja, na huu ni mfano wa wana wa Israeli na baba yetu wa imani Ibrahim pamoja na Farao kule Misri. Mfano wa Ibrahim baba yetu wa imani pamoja na taifa la Israel pamoja na Farao na taifa la Misri. Utakumbuka wana wa Israeli walikaa utumwani miaka 430. Na baadaye Biblia inatuambia ya kwamba walitoka na mali mengi. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari mingi 29 mpaka mstari wa 42 utaona mambo mengi pale, lakini tutasoma kwa kurukaruka. Kutoka sura ya 12 mstari wa 29 na kuendelea. Biblia inasema, hata ikawa usiku wa 8 Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Biblia inasema mstari wa 30, Farao akaondoka usiku na watumishi wake wote na Misri wote, pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Alafu angalia, anawaambia, toeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu mkanibariki mimi pia. Hii ni mara ya 4 Farao alikuwa anawapa ruhusa. Alianza kuwafungulia mlango wa kuondoka kidogo kidogo, na Musa hakukubali. Mwanzo aliambiwa waende wao peke yao wanaume, akakataa. Akaambiwa waende na wake zao na watoto, waache mifugo, akakataa. Na unaona hii ni kama mara ya 4 sasa anawaruhusu kwamba chukueni kila kitu, chukueni wake zenu, chukueni watoto, chukueni mifugo, ondokeni na kila mlicho nacho, muondoke mwende zenu. Na mstari wa 36 unaweza kwenda kusoma, lakini mstari wa 36 Biblia inasema, Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichotaka. Huo ni utoshelevu. Lakini angalia zaidi, anasema nao wakawateka Wamisri nyara. Kwa hiyo unaona walitoka na mali mingi. Mstari wa 41, ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Alafu anatuambia ni usiku wa kuangaliwa sana. Nataka uone walitoka kwenye hali ya utumwa, wakaambiwa waondoke wao na vitu vyao vyote walivyo navyo. Hiyo ni utajiri. Lakini angalia utoshelevu, kuwa na ziada. Wakapewa kile walichohitaji na Wamisri. Na jambo jingine, Biblia inasema wakawateka nyara wa Misri. Vitu vingi kiasi ambacho Kutoka sura ya 35, ukienda sura ya 35 kitabu cha Kutoka mstari wa 20 hadi 25 unaonyesha jinsi walivyotoka na vitu vingi na kuwa na utoshelevu. Mstari ule wa 20 hadi 35 Kutoka sura ya 35 mstari wa 20, basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa, wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda, nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema kukutania na kwa utumishi wake na kwa hayo mavazi matakatifu. Alafu inaeleza vitu walivyotoa. Wakatoa vitu vingi sana, vinaelezwa mpaka ule mstari
wa 35. Mstari wa 30, kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila ya Yuda. Amemjaza roho ya Mungu katika hekima ili kufanya kazi ya utumishi wa hema. Atakaoone walitoka na vitu vingi kiasi kwamba walikuwa na utoshelevu wa kumtolea Bwana. Angalia sura ya 36 mstari wa kwanza, walikuwa na vitu vingi kiasi kwamba walitoa sadaka mpaka wakazuiwa. Fikiri watu wanatoa sadaka mpaka wanazuia. Sura ya 36 mstari wa kwanza, unaweza kuendelea kusoma mpaka mstari wa 7, lakini mstari wa 4 Biblia inasema, na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi ya mahali patakatifu wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya. Nao wakasema na Musa na kumwambia, mstari wa 5 sura 36 Kutoka, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi. Wanaleta vitu vingi sana kuliko tunavyohitaji, ambayo Bwana aliagiza ifanywe. Mstari wa 6, Musa akatoa amri, sio ombi, akatoa amri. Nao wakatangaza mbiu katika marago yote wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo ya mahali patakatifu. Basi wakazuiwa wasilete tena, kwani vile vitu walivyokuwa navyo vilikuwa vyatosha kwa kuifanya ile kazi yoyote. Kisha vilizidi utoshelevu, wingi. Walitoa kiasi kwamba wakazuiwa kutoa. Kwa nini? Walitoka Misri na mali mengi na tajiri, na wakiwa na utoshelevu wana hadi vitu vya ziada. Nini ufunguo? Ufunguo wa mafanikio haya, kuamini katika ufunuo. Mwanzo sura ya 15 unaona msingi wa haya mafanikio ilikuwa ni ufunuo ambao Ibrahim alipewa na Mungu na akauamini, akaishi nao kwenye ufunuo. Mwanzo 15, unaweza kusoma ile sura nzima ya 15 inaeleza, lakini mstari wa 14 sura ya 15 inatuambia jambo lililomtokea Ibrahim. Na Biblia inasema, kwanza mstari labda wa 13, Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Hiyo ndio Misri inatabiriwa, ufunuo anapewa. Afu Biblia inasema katika nchi isiyo yake watawatumikia watu wale, nao watawatesa kwa muda wa miaka 400. Biblia inasema hata na taifa lile watawatumikia nitawahukumu. Naona nitawahukumu, na baadaye watatoka na mali mengi. Revelation, ufunuo ya kwamba watatoka na mali mengi baada ya Mungu kuwahukumu wa Misri. Ndio unaona Waisraeli walipata nguvu ya kuteka nyara wa Misri Kutoka 12:36, kwa sababu Bwana alikuwa amewahukumu na mkono wa Bwana ulikuwa na Israeli. Lakini nini? Ibrahim aliamini hayo mafunuo, na ufunuo huu ukaja kutimia. Ufunuo ni ufunguo wa kukupa utoshelevu wa kiuchumi, kama ilivyokuwa kwa Israeli kupitia baba wa imani Ibrahim alivyoamini, iwe kwako pia. Unavyoamini kwenye kile Mungu anachokuonyesha, muda mtimilifu wa Bwana utakapotimia, upokee hilo ambalo umeahidiwa na Bwana katika jina la Yesu. Tutane kesho asubuhi saa 12 kwa mfululizo wa kipindi kingine kama hiki. Mungu akubariki sana.